Kichwa cha somo langu ni uweza wa jina la Yesu katika maombi. Uweza wa jina la Yesu katika maombi. Somo hili linapaswa kurudiwa sana ili Wakristo waweze kuelewa nguvu na uwezo ulioko katika jina la Yesu. Hebu fungua Biblia yako katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 3. Matendo ya Mitume mlango wa 3. Tasoma kuanzia mstari wa 1 mpaka 10. Nitaruka 16 na 23. Alafu taingia tena katika mlango wa 4. Nitasoma mlango wa 4 kuanzia mstari wa 8 mpaka 15. Biblia nasema hivi, kama umefungua Biblia yako, na kama huna Biblia labda una simu, unaweza kutumia hiyo pia. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akamkazia macho pamoja na Yohana, akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitaraji kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamwinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote wakamwona akienda akimsifu Mungu, wakatambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa kiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakajaa ushangao, wakastajabia mambo yote yaliyompata. Mstari wa 16. Na kwa imani katika jina lake limemtia nguvu mtu huyu mnayemwona na kumjua. Na imani iliyo kwake yeye imempatia huu uzima mkamilifu mbele yenu ninyi nyote. Mstari wa 23. Na itakuwa ya kwamba kila mtu asiyemsikiliza nabii huyo ataangamia na kutengwa. Na mstari wa 26. Kisha Mungu akisha kumfufua mtumishi wake Yesu, alimtuma kwenu ninyi kwanza, ili kuwabarikia kwa kumepusha kila mmoja wenu na maovu yake. Mlango wa 4 8 mpaka 15. Ndipo Petro, ule mstari wa 8:4, ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu
akawaambia, enyi wakubwa wa watu na wazee wezeri, kama tukiulizwa leo habari ya jambo jema alilofanyiwa yule mtu dhaifu, jinsi alivyomponya, jueni ninyi nyote na watu wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyo anasimama ali mzima mbele yenu. Yeye ndiwe jiwe lile lilodharauliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni. Mstari wa 12 unaweza kupigia mstari pale katika mstari wa 12. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kujua kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Na wakimwona yule aliyeponya akisimama pamoja nao, hawakuwa na neno la kujibu. Wakawaamuru kutoka katika baraza, wakifanya shauri wao kwa wao, wakisema, tuwafanye nini watu hawa? Maana ni dhahiri kuwa watu wakao Yerusalemu, ya kwamba ishara mashuhuri imefanywa nao, wala hatuwezi kuikana. Kama ambavyo nimesema katika utangulizi, somo langu ni uweza wa jina la Yesu katika maombi. Malaika alipofika kumwambia Mariamu, alimwambia, utazaa mwana, nawe utamwita Yesu, maana huyo ndiye atakaye waokoa watu na dhambi zao. Tunapozungumza wokovu, la kwanza kabisa, wokovu ni kuokolewa kutoka kwenye dhambi. Lakini wokovu ni neno pana kabisa linalohusu maisha yetu yote. Ni kuponywa, ni kufunguliwa, ni kuwekwa huru, ni kutakaswa, ni kuondolewa katika laana, ni kuondolewa katika mikosi. Wokovu ni kuwafumbua macho watu waiache giza na kuielekea nuru. Wokovu, tunaposema jina la Yesu kuwaokoa watu na dhambi zao, ni kwamba waziache nguvu za shetani na kumwelekea Mungu. Wokovu, tunaendelea kusema, wapate msamaha wa dhambi zao na urithi wa uzima wa milele katika maisha yao. Kwa hiyo yule malaika alipoenda kwa Mariamu, alizungumza akasema, mwitamwita jina lake Yesu, maana Yesu jina lake ndiye, kwa jina lake ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao. Kuna nguvu kubwa katika jina la Yesu Kristo. Hebu sema, kuna nguvu kubwa katika Yesu Kristo. Kuna nguvu kubwa katika Yesu Kristo. Haleluya. Jina linamwakilisha mtu. Haleluya. Jina linafanya nini? Linamwakilisha mtu. Kwa hiyo tunapozungumza jina la Yesu, uwezo wake, jina hili linapotajwa inakuwa kana kwamba yeye mwenyewe yupo. Tunapolitaja jina lake inaonyesha kwamba yeye yupo katikati yetu. Kwa hiyo hilo jina ni jina lenye mamlaka, ni jina lenye nguvu, ni jina ambalo linaweza kufungua vifungo vya kila namna, ni jina ambalo likiitwa dhambi zinasamehewa,
wagonjwa wanapona, wenye mapepo wanafunguliwa, nguvu za giza zinaondoka, kwa sababu ndani yake kuna nguvu za ajabu. Haleluya. Jina la Yesu. Katika Agano la Kale, wana wa Israeli walipokuwa naomba, walikuwa wamepewa jina la kuomba, na Mungu akisikia majina hayo anasema maombi haya anayasikia. Ni majina ya watu wa agano ambao walikuwa wamefanya agano na Mungu. Hao watu wa agano wako watatu. Yuko Abraham, yuko Isaka, yuko Yakobo. Kwa hiyo wana wa Israeli walijua kwamba hawa ndio babu zao ambao Mungu alikuwa amefanya agano pamoja nao. Kwa hiyo walipokuwa wanaomba, walikuwa wanamaliza maombi yao, wanasema tumeomba kwa jina la Abraham, Isaka na Yakobo. Kwa sababu hawa watatu walikuwa wamefanya agano la Mungu. Kwa hiyo maombi hayo Mungu alikuwa anasikia. Haleluya. Kwa hiyo wakiomba haya, Mungu alikuwa anaelewa kwamba watu hawa niliagana nao. Kwa hiyo watu wangu wakiomba, wanaweza wakiomba kwa majina haya ambayo ni majina ya agano, Mungu alikuwa anasikia maombi yao, kwa sababu Mungu alikuwa ameagana na watu hawa. Lakini sasa tuna jina linalopita majina yote, kama tulivyoimba pale, ni jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu au jina linamwakilisha mtu. Tupo pamoja, linafanya nini? Linamwakilisha mtu mwenye nguvu. Haleluya. Mtu mwenye uwezo, mtu ambaye aliumba vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Kwa jina hilo, jina hili linawakilisha mamlaka. Unasikia? Jina hili linawakilisha nguvu, jina hili linawakilisha ukuu, jina hili linawakilisha ushindi. Jina hili hakuna jingine lingine ambalo linasimama mbele ya jina hilo. Kwa hiyo jina la Yesu linawakilisha uwezo wa Mungu, linawakilisha uwezo wa uumbaji. Jina la Yesu linawakilisha uwezo wa mamlaka. Jina la Yesu linawakilisha uwezo wa kujibiwa maombi, jina hilo la Yesu. Kwa hiyo basi, kama ni hivyo, tumepewa jina linalopita majina yote. Ilitokea nini siku Petro na Yohana walipoenda hekaluni? Kwa kawaida hawa wanafunzi baada ya Yesu kufufuka walikuwa na desturi, mara 3 kwa siku walikuwa wanaenda hekaluni kuabudu na kulitukuza Bwana na kumuomba. Kwa hiyo ilikuwa saa 9 mchana, na sio wao peke yao, hata Mafarisayo na waandishi na watu wa dini nao walikuwa wanaenda kuabudu saa 9 hiyo. Lakini tumesoma palikuwa na mtu ambaye tangu kuzaliwa kwa mama yake alikuwa kiwete, alikuwa hawezi kutembea. Wa viongozi wa dini wa lile hekalu walikuwa hawezi kumsaidia, waliridhika na hali yako. Ndio maana tuko sasa katika makanisa, tuko katika maeneo mengi, tunashindwa kuwasaidia watu kwa sababu tumekosa mamlaka. Tuwe pamoja. Lakini kimsingi watu ambao tumeokoka, Mungu ametupa mamlaka kwa jina la Yesu Kristo kuomba na kufanya na maombi yetu yawe na matokeo. Hawa viongozi wa dini walikuwa wanamuona huyu mtu kila siku anakuja na kutoka, ndugu zake walikuwa wanakuja kumleta, alichokuwa anahitaji alikuwa anaita sadaka, na tumeambiwa alikuwa anakaa kwenye mlango mzuri. Kwa hiyo akifika ndugu zake wanakuja kumleta. Naona alikuwa kitega uchumi kwa ndugu zake. Kwa hiyo akifika, saidia maskini, saidia maskini. Kwa hiyo hivyo ndivyo alivyokuwa. Na watu walikuwa wanakuja kumhurumia na kumpa sadaka. Tumesoma katika ule mlango wa 3. Tunaona ule mstari wa, tumeona mstari wa 3 pale.
Mstari wa 5, akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao, lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, simama uende. Huyo Petro akasema, sisi hayo unayohangaika nayo, ambayo kwa muda mrefu ndio ulikuwa unatafuta, sisi hatuna. Haleluya. Hatuna fedha wala dhahabu. Maana akasema, hebu tuangalie sisi. Maana yeye alipofika pale akasema, naomba, akapeleka bakuli lao, naomba mnisaidie, saidia maskini, saidia maskini. Petro akamkazia macho, akamwambia sisi. Tumesoma pale. Anasema kwamba pale anasema nini? Petro anasema kwamba sisi, anasema tutazame sisi. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nacho cha kukupa. Haleluya. Ninacho cha kukupa ambacho kitakuondoa katika laana. Ninacho kukupa kitakachoondoa katika ulemavu wako. Ninacho cha kukupa ambacho kitafungua mlango wa maisha yako. Ninacho hicho kitu ambacho ndicho nilicho nacho. Wewe unalo jina la Yesu asubuhi ya leo? Haleluya. Jina lenye nguvu, jina lenye uwezo, jina lenye kubadilisha, jina lenye kuisha. Unalo hilo jina. Haleluya. Hawa walikuwa na jina. Waandishi na Wafarisayo na watu wote viongozi wa dini walishindwa kumsaidia. Mara nyingi tunakutana hali na watu ambao wamefungwa katika vifungo mbalimbali, lakini wakati mwingine hatujaelewa nguvu ambayo ipo ndani yetu. Tunalo jina la Yesu. Haleluya. Hapa Petro anasema, mimi nitazame, mimi sina fedha wala dhahabu ambazo ndizo unatafuta. Sina fedha wala dhahabu ambazo kwa sasa sio hitaji lako, lakini unahitaji kubwa zaidi. Lakini na kitu ninachoweza kukupa. Anasema, kwa jina la nani? Kwa jina la nani? Kwa jina la Yesu wa nani? Wa Nazareti. Unapozungumza, unapoomba, umwambie naomba kwa jina la Yesu wa Nazareti. Kwa sababu Yesu anatoka Nazareti, na uko Nazareti ndiko alikokuwa amekulia akitenda miujiza na kufungua watu. Hebu zungumza kwamba namwamini Yesu wa Nazareti. Haleluya. Ambaye anatenda makuu, ambaye anaweza kubadilisha jina langu, historia yangu. Jina la Yesu wa Nazareti. Yesu Kristo yu hai jana, leo na hata milele. Haleluya. Yu hai. Nguvu zake zilizotenda zamani alikuwa anatembea katika miji na vijiji akitenda kazi njema, akifungua watu, akiwahurumia watu, akiwasamehe wenye dhambi, akiponya magonjwa, akiondoa mapepo, akiziondoa nguvu za giza. Hivyo ndivyo alivyokuwa anakwenda. Kokote alikokuwa anakwenda alifanya kazi njema. Yeye yule aliyefanya zamani ni yeye yule leo. Hebu sema, ni yeye yule leo. Haleluya. Hebu pokea kwa nguvu kabisa, ni yeye yule leo. Haleluya. Yesu ni yule jana, tu pamoja, leo, alafu na nini? Na hata milele. Nataka neno hili ingie ndani yako. Unapoingia katika kuomba, wakati mwingine hujaelewa mamlaka yaliyoko katika jina la Yesu. Nimezungumza kwamba jina hili linawakilisha uwezo, linawakilisha nguvu, linawakilisha mamlaka, linawakilisha ufunguzi. Jina hili ni jina lenye nguvu, ni jina la ajabu mno. Kwa hiyo ndio maana wale wakasema, wale wengine walikuwa hawana jina. Unasikia? Walikuwa hawana jina. Wengine wote hawakuwa na jina, walikuwa na dini. Hebu sema, walikuwa na dini. Haleluya. Walikuwa na dini, hawakuwa na jina. Haleluya. Lakini Petro na Yohana na wanafunzi wengine walikuwa na jina la Yesu. Walitambua siri ya jina la Yesu. Kwa hiyo tumeona baada ya kumshika, tumesoma pale, anasema kwamba ule mstari wa 7, akamshika mkono wa kuume, akamuinua, nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote wakamwona akienda akimsifu Mungu, wakatambua ya kuwa
yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri. Wakajaa na mshangao, wakastajabia yale mambo yaliyompata. Kumbe injili yetu tutakapohubiri kwa madhihirisho na Yesu akionekana akitenda kazi katikati yetu, itavuta watu. Hebu sema itavuta watu, sivyo? Itawaleta watu. Kwa sababu sisi kama kanisa, hebu mimi sema mimi, haleluya, wewe ambao umeamini, wewe ambao umenikubali, katika nyakati hizi ambapo kuna ukame katika makanisa, katika nyakati hizi ambapo Wakristo wengi ni wakame, ukimwambia omba wanaogopa, wanatemeka, wanapenda kuomba maombi ya chai tu pamoja, Mungu nibariki, Mungu nisaidie. Na siku hizi imegundulika wanaomba muda mrefu na kufunga muda mrefu, lakini hakuna matokeo tu pamoja. Hakuna matokeo. Maombi yoyote lazima yana matokeo. Maombi yoyote yanayotumika katika jina la Yesu lazima yalete matokeo. Yalete matokeo nyumbani kwako, yalete matokeo kwenye kazi, yalete matokeo katika kanisa. Haleluya. Maombi yoyote yanayoomba kwa ujasiri na kwa uthabiti kwa jina la Yesu lazima yalete matokeo. Sema amen. Haleluya. Hatuzungumzi maombi, lakini tunalielewa jina la Yesu tunapolitumia. Shetani amenyang'anya jina la Yesu Kristo kwa watu wengi. Wanalitamka lakini halina mamlaka juu yake. Haleluya. Hebu sema halina mamlaka juu yake. Halina mamlaka. Halina nguvu juu yake. Halina nguvu juu yake. Halina nguvu juu yake. Lakini hawa walikuwa na kitu walipotembea. Nataka nione mwanamke, mwanaume, kijana yeyote aliyo mahali hapa katika kanisa hili anayesimama anasema ninacho kitu, haleluya, ninalo jina la Yesu ndani yangu, haleluya, ambaye analijua nguvu na uweza wa jina la Yesu. Sio maneno ya jina la Yesu, haleluya, lakini nguvu na uweza wa jina la Yesu, haleluya. Huyu Yesu ndiye tunayehubiri. Anasema kwa jina lake kuna nguvu za ajabu. Amen. Hizi nguvu tuzigundue. Hebu kama unajiona umechoka, hebu unapoona unaomba katika jina la Yesu huoni mabadiliko, unaomba kwa jina la Yesu huoni matokeo, lakini jioni, asubuhi ya leo, nataka nikutie nguvu, nataka nikuimarishe, ulichukue. Nimesema kwa jina linawakilisha mamlaka na nguvu na uweza ulioko nyuma yake, na Yesu ametuagiza hivyo. Tunapoomba tunalitumia jina lake. Jina la Yesu halijawahi shindwa kufungua milango na madirisha. Jina la Yesu linaondoa mapepo na nguvu za giza. Jina la Yesu linabadilisha mazingira tunapolitumia. Na Yesu alituagiza tunapoomba tuombe kwa jina la Yesu, tuliite jina la Yesu, tulitamke jina la Yesu. Haleluya. Jina la Yesu lina nguvu. Haleluya. Kwa hiyo hawa watu walibabaika. Tunaona mji mzima ulitikisika. Ukisoma mlango wa 3 na 4, walitikisika, wakawachukua Petro na Yohana. Lakini tunaona wakashtakiwa. Tumesoma pale mlango wa 4. Kumbe jina la Yesu linapotamkwa kwa imani, jina la Yesu linapokuwa limejaa nguvu za Roho Mtakatifu, linatikisa mahali, linatikisa vijiji, linatikisa mji. Haleluya. Kama mama uko nyumba ya kupanga na unaelewa jina la Yesu lilivyo na nguvu, kama mwenye nyumba ni mchawi, ana nguvu za giza, anatumia nguvu za giza kwa nyumbani kwako, ulipoalitani kwa jina la Yesu, mtaanza kukosana kabisa. Kama nyumba yako wachawi walikuwa wanatembelea, walikuwa ndio wanashinda na kulala kwenye nyumba yako, lakini ulikuwa hujui siri, hebu mwambie leo nimepata siri. Haleluya. Leo nimepata siri. Tunalo jina la Yesu. Hebu sema tunalo jina la Yesu. Na kuhakikishia, haleluya, iwe kule ofisini kwako unateseka, ulikuwa hujui, inawezekana ulikuwa unataja tu, lakini asubuhi ya leo nataka nikuhakikishie, nyuma yake Mungu ametupa, hiyo ni moja ya mamlaka, ametupa jina la Yesu kufungua milango na madirisha. Inawezekana kule ofisini kwako mambo hayaendi, unaona kama umefungwa, vitu haviendi. Haleluya. Hebu kuanzia leo, hebu sema kuanzia leo, haleluya, kuanzia leo, mwambie nitalitumia jina la Yesu. Haleluya. nitalitumia jina la Yesu. Haleluya.
huwa wananiambia watu, nyumbani kwangu nimelala, naona vitu sijui mabundi, sijui vitu gani vinapita huko. Lakini asubuhi ya leo usibabaike, usiogope. Mungu baada ya kutuokoa ametupa jina linalopita majina yote, linaitwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Haleluya. Katika jina hilo, haleluya, hakuna uchawi. Hebu sema hakuna uchawi. Hakuna nguvu za giza. Hakuna mamlaka yote ya shetani yanaweza kusimama katika jina hilo. Tunapolitamka ni kama Yesu mwenyewe anakuwa katikati yetu. Amen. Haleluya. Ndio maana jina la Yesu likuhubiriwa kwa usahihi katika vijiji. Waganga wa kienyeji huwa wanachukia. Ndio. Wachawi huwa wanachukia. Na hapa tunapofanya huduma za kiroho na maombi yenye moto katika jina la Yesu, nikwambie wachawi maeneo haya yote hawezi kulala, hawana furaha. Siku ile walivyokuja vijana hapa kutoka Mbeya, alipita mlevi mmoja akamshukuru Mungu. Akasema kwa kweli wiki hili tumelala tu pamoja. Akasema kwa nini? Akasema wiki hili tulifanya nini? Tumelala. Kwa sababu waliona utendaji anga lote, uwepo wa Mungu ulikuwepo, kwa sababu jina la Yesu likunatamkwa. Amen. Unaposafiri litaje jina la Yesu. Unapoanja biashara yako kule ofisini kwako, litaje jina la Yesu. Unapokwenda kokote, mambo ambayo huyaelewi mbele yake, litaje jina la Yesu. Likitangulia jina la Yesu, hakuna mchawi, hakuna jini, hakuna pepo, hakuna nguvu za giza, hakuna mamlaka yoyote ambayo inaweza kusimama kukupinga na kukuzuia, kwa sababu katika jina hili. Hebu sema, piga ngumi namna ya haleluya. Sio Chadema, hapana. Piga ngumi hii ya Yesu Kristo. Mwambie hakuna jina lingine. Hebu zungusha sasa, mwambie hakuna. Mwambie hakuna jina lingine, haleluya, ambalo linaweza kutubabaisha na kuliza isipokuwa jina la Yesu Kristo. Isipokuwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ule mstari wa pili katika mlango wa 3, kumbe jina hili lilipotamkwa, lilipotenda kazi, Biblia inasema wakafadhaika sana, kwa sababu wanafundisha na kuhubiri katika Yesu ufufuo wa wafu. Wakawakamata, wakaweka gerezani hata asubuhi. Lakini wengi katika hao waliosikia lile neno waliamini. Amen. Na zaidi ya watu hesabu ya watu wanaume 5,000 waliokoka kwa siku hiyo baada na jina moja kuhubiriwa. Haleluya. Muujiza mmoja. Haleluya. Unajua tumefanya kazi za kushuhudia mara nyingi, lakini hebu tuanze kutumia mamlaka yetu katika jina la Yesu. Tuanze kutumia mamlaka yetu katika maombi. Haleluya. Muujiza wa mtu mmoja ulitikisa Yerusalemu nzima. Watu wote wakasema kwa kweli jina la Yesu linafanya kazi. Wasema si tulimua, si alikufa, lakini yu hai mpaka sasa. Haleluya. Anatenda kazi katikati yao. Walipolitamka jina la Yesu, Petro anasema sina fedha wala dhahabu, ninalo jina. Je, unalo jina lenye mamlaka ndani yako? Je, unaamini hivyo? Haleluya. Jina hili lina nguvu za ajabu. Haijalishi umeokoka zamani, haijalishi umeokoka jana, lakini asubuhi ya leo lichukue neno hili kwamba ninalo jina la Yesu. Haleluya. Ninapoomba katika jina la Yesu, vifungo vinafunguka, laana zinaondoka, mikosi inaondoka, mapepo yanakimbia, nguvu za giza zinaingia, uchawi hauna nafasi, na kila aina ya mkosi na nuksi na vitu vyote ambavyo adui ameweka juu yetu vinakosa mamlaka na nguvu. Ndio waliolijua jina la Yesu, na kwamba unapoanza kutumia jina la Yesu utaanza kuona watu wanakasirika. Tunapomoja, huelewi imekueje, wamekasirikia nini huelewi, lakini kuna vitu vyao vinaharibika. Haleluya. Huko mnakokaa mitaani humo, tunapomoja tumeanzisha T4T. Kama T4T itawaka moto mtakapoanza kutumia jina la Yesu, maombi yale yatakapotikisa mahali hapo, mtaanza kuona vizee vinawachukia, vishangazi vinawachukia, kwa sababu kuna vitu vibaya vinaungua, vinaharibika. Utendaji mahali ambapo jina la Yesu linatamkwa, utendaji wa kazi ya ibilisi na mamlaka ya ibilisi yanakosa nguvu. Sema yanakosa nguvu. Haleluya. Yanakosa nguvu kwa sababu katika jina hili, unajua jina hili linapotamkwa ni yeye mwenyewe anakuwa katikati yetu.
lakini sisi ametupa jina tunalotumia kwa imani katika midomo yetu lenye kutenda kazi. Haleluya. Amen. Haleluya. Tumepewa jina ambalo ni lenye kutenda kazi. Katika Marko 16 mstari wa 17. Marko 16. Fungua Biblia yako. Marko 16. Ni mlango wa mwisho kabisa wa kitabu cha Marko. Ule mstari wa 17. Ule mstari wa 17. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Unasikia? Umesikia? Anasema na ishara hizi zitafuatana na wanani? Waaminio. Wanani? Waaminio. Si wazee wa kanisa, si wachungaji, si mashemasi, si wote walio maalum, si waliookoka zamani, lakini walioamini jina lake, wamemwamini Yesu na kutubu dhambi na kumkubali. Anasema na ishara hizi. Unasikia? Anasema hivi, na ishara hizi. Na ishara hizi zitafuatana nao. Unasikia? Zitafanya nini? Zitafuatana nao. Na anasema kwa jina langu. Hebu piga mstari pale. Kwa jina la nani? Kwa jina langu. Ishara hizi haziwezi kutendeka kwa jina lako mwenyewe. Tuna pamoja. Ila kwa jina la Yesu. Tuna tatizo kubwa siku hizi. Tena kubwa la ajabu. Watu wameenda kujipeleka kwa majina makubwa huko mtaani. Wanaenda wanasema nimeenda kwa fulani, nimeenda kwa nabii fulani. Yeye hana kitu cha kukupa. Haleluya. Sijui nimeenda wapi. Asubuhi ya leo nataka kusema uko muujiza nyumbani kwako. Hallelujah. Uko muujiza kazini kwako. Uko muujiza kule kwenye biashara yako. Uko muujiza kwenye jina lako. Lakini gundua, itafute siri ya jina la Yesu kokote uliko. Haleluya. Maana inazungumza hapa. Anasema na ishara hizi zitafuatana pamoja na wafanya nini? Wanaoamini. Haleluya. Wanafanya nini? Wanaoamini. Waliomkubali Yesu, waliojazwa Roho Mtakatifu, waliokubali kumfuata Yesu katika ukamilifu wote, wale ambao wameamua kuachana na dunia na mambo ya kidunia yote. Hao ndio Biblia inasema kwamba ndio wanaoamini. Anasema kuna ishara zitafuatana pamoja nao. Haleluya. Anasema ishara zitafuatana pamoja nao. Haleluya. Miaka ya nyuma, miaka ya 58 huko 60, askofu wa kwanza wa Assemblies of God alikuwa anafanya kazi kwa mzungu. Alikuwa kama mpishi pamoja na mwenzake. Alikuwa huyo mzungu alikuwa missionary. Akamwekea yule mama mwenzake ambaye alikuwa anafanya naye, alimwekea sumu. Alipomwekea sumu, ni dalili kwazi kwamba alikuwa anakufa. Lakini yule missionary aliomba. Haleluya. Alisoma mlango huu, akamsomea mlango huu. Marko ngapi? 16 mlango mstari wa 17. Akasema na ishara hizi. Hebu tusome zile ishara. Haleluya. Akamsomea huu mstari. Anasema hivi, akamsomea, anasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu au kwa jina la Yesu watatoa pepo. Haleluya. Watafanya nini? Watatoa pepo. Watasema kwa nini? Kwa lugha mpya. Watashika nini? Watashika nyoka. Wala wakinywa kitu cha kufisha au sumu wadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Basi alipoomba yule missionary, baada ya muda yule askofu, alikuwa sio askofu wakati ule, akapona. Haleluya. Ile sumu haikufanya kazi. Je, mnaitaka injili ya namna hiyo? Amen. Kwake yeye aliporudi kwao Moshi kule kijijini, alikuwa hana maneno mengine. Haleluya.
alikuwa na mstari huu tu. Amesema tutaweka mikono yetu juu ya wagonjwa na watapata afya. Hata wakinywa vitu vya kufisha havitawadhuru, na mapepo yataondoka. Kule Masama akaanza kuhubiri, watu wakaanza kufunguliwa alipotumia jina la Yesu. Haleluya. Watu wakaanza kufunguliwa atapoanza kulitumia jina la Yesu. Watu wakaanza kupona. Kulikuwa na dini moja kubwa kule imekaa, mpaka wakataka kumua, ilibidi polisi waje waamlie kumuokoa. Haleluya. Na baada hapo maisha yake yote alihubiri uweza wa Yesu, na siku zote alisema kwamba yu hai Yesu. Akasema yu hai leo. Tulipokuwa tunasikia mikutano yake alikuwa anasema yu hai leo. Alijua uweza wa jina la Yesu. Haleluya. Kule Nigeria kulikuwa na mashindano makubwa sana. Mwinjilisi alikuwa anahubiri ile dini nyingine kule Nigeria kaskazini, walikuwa wanapinga wale dini nyingine, nafikiri mtanielewa. Walikuwa wanampinga mwinjilisi. Akasema sasa tutakwenda, nyinyi mnaye nabii wenu pamoja, lakini mimi naye ni nabii wangu. Tudhihirishe nabii yupi ambaye ana nguvu. Kwa hiyo tutakuwa natumia jina la huyo nabii, tuone kama huyo nabii wenu akifaulu basi atakuwa Mungu wa kweli. Pamoja. Akishindwa huyo nabii basi mimi baadaye nitatumia jina la Yesu. Kwa hiyo leteni vipofu 6 hapa. Pamoja. Hebu tuwaweke hawa vipofu 6. Maana alihubiri akaona hawaelewi. Akasema tuweke vipofu 6 hapa. Pamoja. Hebu pangeni vipofu 6. Jina ambalo litafungua watu, huyo ndio Mungu wa kuabudiwa. Haleluya. Kuna wakati mwingine lazima tuthibitishe. Mungu anataka tuvuke viwango vya kawaida pale ambapo tumelitaja jina la Yesu ambalo halina nguvu, halibadilishi lolote. Kwa hiyo imekuwa mazoea, lakini nasema kabisa jina la Yesu likiomba kwa imani na kwa nguvu za Roho Mtakatifu na kwa ujasiri wa mtu huyo. Haleluya. Jina hili lina nguvu za ajabu. Haleluya. Basi wakasimama pale. Akasema nyinyi wenye makanzu, hebu sasa simameni kwa jina la huyo nabii wenu au mtume wenu mwenye nguvu. Pamoja. Mwenye nguvu na nguvu nyingi sana. Kwa kweli inaonekana na nguvu nyingi. Basi tuone kama hebu iteni kwa jina na waruhusu. Walipoanza kuomba wakataja huyo jina la huyo nani? Huyo Mwenyezi Mungu kumtumia huyo nani? Huyo nabii au mtume wao. Walitaja. Anasema ongezeni maombi. Wakaomba. Akasema ongezeni maombi. Wale watu wanaendelea kuangalia. Asema mmemaliza? Wakasema mwinjilisti tumemaliza. Akasimama yeye. Akasema Mungu, ili julikane kwamba wewe ni Mungu uliyeumba mbingu na nchi, na kwamba jina lako haliwezi kuaibishwa hata kidogo. Katika jina la Yesu ulionipa lenye mamlaka, vipofu hawa waone. Vipofu waliona. Wale ndugu zangu walikimbia. Haleluya. Jina la Yesu lilimaliza maneno katika ule mkutano. Walitafutana njia. Haleluya. Jina la Yesu lifanya nini? Lilimaliza maneno mahali hapo. Sijui kama watu naelewa. Na mara nyingi shetani huwa anatusaulisha juu ya jina, uweza na jina la Yesu Kristo. Tumesoma hapa, anasema ishara hizi zitafuatana pamoja na nani? Na waaminio. Waaminio. Kwa jina langu. Hebu sema kwa jina langu. Haleluya. Kwa jina ambalo ni jina la Yesu. Pale alipoandika jina langu pale juu, kama una mwandiko mdogo, andika jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Anasema watafanya nini? Watatoa pepo. Jambo la kwanza amesema kutoa pepo. Ni kazi ya kawaida ndani ya kanisa kutoa pepo. Haleluya. Ni jambo la kawaida kuja kujitifutii mtakapokuwa mnaendelea. Ndio jambo la kawaida kila mtu yeyote, jambo la kawaida kutoa pepo. Haleluya. Hakuna pepo linaweza kusimama. Haleluya. Hakuna pepo linaweza kusimama mbele ya jina la Yesu. Hakuna jini, hakuna uchawi, hakuna uganga, hakuna mamlaka yoyote ambayo yanaweza kutishia katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Na pale unaendelea na magonjwa na sumu na nyoka na vitu vyote umekanyaga kwa sumu kwa bahati mbaya. Ila sisemi uendage kuokota manyoka huko ukisema kwamba na maokota makobla, kwa hiyo naonyesha jina la Yesu, sivyo? Haleluya. Utangatwa. Utangatwa.
katika Luka 10:17. Luka 10:17. Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Haleluya. Amen. Hao watu wakasema nini? Hata pepo wanafanya nini? Wanatutii. Kwa hiyo alipowatuma akasema, mnapoomba msiombe kwa jina lingine, mapepo hayatatoka. Tupo pamoja? Aliwatuma katika mlango wa 9, mlango wa 10, tunaona anawatuma waende kuhubiri. Haleluya. Sasa akawaambia, mkienda mtasema kwa jina langu, mtasema pepo tunakuondoa katika jina langu. Hapa tunaona anasema kwamba wakarudi kwa furaha. Wanasemeje pale? Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Yesu akawaambia, nalimuona shetani akianguka toka mbinguni kama umeme. Haleluya. Anasema namfahamu, ameshashindwa. Hawezi kusimama mahali ambapo jina langu linatajwa. Haleluya. Mahali ambapo injili inatajwa, injili ya nguvu, injili ya Roho Mtakatifu, injili yenye uweza, injili inayotambua mamlaka hiyo nayo, hakuna pepo linaweza kusimama. Hebu sema hamna pepo. Haleluya. Nikatai kabisa kwamba hakuna pepo wala nguvu za giza. Utaona siku hizi Wakristo wadhaifu wanaogopa. Anasema nikilala nimeona sijui vitu vinatembea mwilini, sijui vitu gani sielewi. Umeokoka wewe? Unalo jina la Yesu, vitu gani vinatembea? Yeah. Vitu gani vinatembea? Mama mmoja aliokoka akasema, nina mkosi mimi. Haya ni maneno ya watu haya. Sijui kama ameokoka hata kuokoka mtu. Una mkosi wewe? Unalaana wewe? Huku na jina la Yesu Kristo. Hawa walipotumwa kuhubiri, waliwaambia watumie jina la Yesu. Walipokwenda wakafurahi, wakaona hata mapepo yanatii, nguvu za giza zinatii. Haleluya. Sielewi. Je, Wakristo wanaweza kwenda kwa waganga kienyeji waliokoka? Wanalojua nguvu jina la Yesu? Niulize hapa. Wanaweza kwenda kwa waganga wa kienyeji kutafuta msaada? Hapana kabisa. Wanaweza kwenda kutafuta msaada kwa waganga wa kienyeji? Mwiko. Wanaelewa nguvu walionayo? Wanaelewa nguvu walionayo? Mimi niliokoka, ninayemjua Yesu Kristo, aliyeniosha na damu ya Yesu Kristo. Unaenda kujitafutia kwa ganga? Unaweza kwenda kwa ganga wewe ambaye una jina la Yesu? Tunalo jina la Yesu lenye kufungua kila mlango, kufungua kila dirisha, kila nguvu, kila mamlaka haiwezi kusimama. Imefika imani, labda umeomba muda mrefu, imefika imani, watu wengine huwa wanababaika, wanarudi nyuma. Tunaenda pamoja, hawaelewi wameamini nini. Tunaenda pamoja, hawaelewi wameamini nini kabisa, hawaelewi wameamini nini. Nataka nikuthibitie asubuhi ya leo, mtu aliyeokoka hawezi kwenye oko ya waganga kuwategemea. Huko nje wapagani ndio wanaendaga wakishindwa, lakini sisi hatujashindwa. Tunalo jina la Yesu lenye nguvu. Hatuwezi kutegemea nguvu zozote ambazo zinatoka kwenye uganga, wala hatuwezi kutegemea hivyo, kwa sababu Biblia imefanya nini? Imetupa mamlaka ya kufanya nini? Kukanyaga nge na nguvu zote za adui. Kule Kigoma mchungaji alipoanguka alienda kwa waganga wa kienyeji, maana jina la Yesu lilishindwa kufanya kazi kwake. Na pamoja, haleluya, tunalo jina la Yesu. Hebu sema ninalo jina la Yesu. Kuna miaka hapa tuliuguliwa na mtoto, alikuwa na kibiongo, na waganga walisema kwamba likichwa litakuwa likubwa. Tukapata ushawishi. Hebu sema tukapata ushawishi. Tukapata ushawishi kwamba twende tukanywe dawa fulani, huwa zinaponya. Mimi nilikataa kata pamoja.
Nikasema tunalo jina la Yesu. Lakini tulipoenda Dodoma, Roho Mtakatifu alimtumia mtumishi wa Mungu kwa neno la maarifa, tukaponywa. Haleluya. Tuliondoka na furaha, tukaliona jinsi jina la Yesu linavyotenda kazi. Ushuhuda huu nimewashuhudia mara nyingi. Kwa hiyo nataka kusema, ndugu zangu, tunalo jina linalopita majina yote. Hebu tulichukue kwa nguvu na uweza wake na mamlaka yake. Haleluya. 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 Kwa hiyo katika Matendo ya Mitume pale 10 tumesoma Matendo ya 10 pale mlango wa 4. Petro anasema pale, jueni ninyi, au tuanzie pale 9. Kama tukiulizwa leo habari ya jambo jema aliyefanywa yule mtu dhaifu, jinsi alivyoponywa, jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyo anasimama ali mzima mbele yenu. Ni Matendo 4 mstari wa 10. Matendo 4 mstari wa 9. Yeye ndiye jiwe lililoandaluliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kwa jiwe kula pembeni. Sasa mstari wa 12 anasema hivi, wala hakuna, unasikia? Wala hakuna wokovu. Tunasikia? Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Mwingine yote, awe nabii, awe namna gani yote, hakuna wokovu kwake. Maana hapana jina, piga mstari pale, hapana jina chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo. Ndio jina pekee la Yesu ambalo tumepewa, liwe mbinguni liwe duniani. Hakuna jina jingine chini ya mbingu ambao sisi tumepewa. Kwa hiyo tumepewa jina la Yesu ambalo tutaweza kuokolewa, tutaweza kufunguliwa tunapolitaja jina la Bwana. Kokote walikwenda mitume walilihubiri na kuomba kwa jina la Yesu. Na walipolihubiri jina la Yesu lilileta matokeo makubwa. Sasa jina la Yesu linafanyaje kazi katika maisha ya waamini? Jina la Yesu linafanya kazi kwa waamini tunapokuwa na uhusiano naye. Tukisoma katika mlango wa 16 wa kitabu cha Matendo ya Mitume, hatutasoma kwa sababu ya muda. Kulikuwa na vijana fulani ambao walimuona Paulo akihubiri na kufungua watu kwa jina la Yesu. Kwa hiyo wakafikiri kwamba kila mtu anaweza kulitumia jina la Yesu. Kwa hiyo na wenyewe wakafanya nini? Wakasema kwamba tunakuapisha, wakawa wanakemea mapepo, tunakuapisha kwa jina ambalo Paulo anahubiri, jina la Yesu ambalo Paulo anahubiri. Pepo lilisemeje? Lilisema tunamjua Paulo, tunamjua Yesu, tunamjua Yesu, tunamjua ninyi ni nani? Wale watu wakalaluliwa nguo, wakakimbia, wako uchi wanakimbia, kwa sababu walikuwa wanafikiri kwamba linatumikaga ovyo ovyo. Nataka nizungumze hapa, kwa sababu tumejifunza kutumia jina la Yesu sisi sote, lakini tunasahau kwamba jina hili linakuwa na nguvu tunapokuwa na mahusiano naye.
kama unakanyaga mayai ya watu huko, unatukana watu, una vitu vya ajabu ajabu huko umeficha, hata ukiomba usiku na mchana kwa jina la Yesu halifanyi kazi. Tunaenda pamoja? Halifanyi kazi. Kwa sababu ili nguvu ya jina la Yesu iweze kufanya kazi, inataka mahusiano na huyu Yesu. Tumesoma mahali fulani katika Matendo ya Mitume, anasema kwamba wakatambua kuwa walikuwa pamoja na Yesu. Kwa hiyo kuwa nguvu ya jina la Yesu inatenda kazi kwa Wakristo, kwa watu ambao wamemwamini, ambao wametubu dhambi zao, wanaelewa nguvu ya imani na jina la Yesu lilivyo, wana ushirika wa kila siku na Bwana Yesu. Haleluya! Jina la Yesu lina nguvu ya kufanya kazi. Haleluya! Kwa hiyo sio itakuwa formula tu pamoja kwamba utakuwa bonyeza hivi, ukibonyeza hivi tayari jina la Yesu linafanya kazi. Lazima yule ambaye analitumia jina la Yesu, Biblia inasema kwamba kila alitaje jina la Bwana na aache uovu. Tumeelewa pamoja? Haiwezekani ukalitumia jina la Yesu umekanyaga vitu vya watu huko, una mambo ya siri ambayo hayaeleweki, utaomba usiku na mchana. Haleluya! Jina la Yesu haliwezi kukusaidia. Tu pamoja? Naeleweka? Mbona hamsemi amen? Sema amen na wewe. Haleluya! Kwa hiyo nguvu ya jina la Yesu kwa muamini inategemea mahusiano ya kila siku, ya kila wakati. Mtu huyu ni mtu wa imani, mtu huyu ni mtu wa kusoma maneno ya Mungu, huyu mtu anazijua ahadi za Mungu, huyu mtu anajua utendaji wa kazi za Mungu, huyu mtu anajua mamlaka ya jina, anajua upendo wa Mungu, huyu mtu anajiepusha na uovu, huyu mtu aishi ovyo ovyo, huyu mtu hana maisha machafu, maisha ya ovyo ovyo, huyu mtu hana mahusiano mabaya na majirani, huyu mtu anaishi ovyo ovyo, anaishi katika maisha yanayompendeza Mungu. Na nataka nikwambie, mahusiano mazuri, kutembea pamoja na Bwana kila siku na kumpenda Bwana Yesu kunaleta mamlaka ya nguvu za ajabu. Haleluya! Maisha matakatifu peke yake yanaleta mamlaka ya unakuwa na kibali cha kutenda, na Mungu anasikia maombi ya watu hao. Amen. Kwa hiyo nguvu ya jina la Yesu inategemeana na mahusiano na yako. Kadiri ambavyo mahusiano yako yalivyo mazuri au yalivyo mengi, mahusiano yako na Bwana Yesu, ndivyo mamlaka yako yanaendelea. Huwa nimechora mara nyingi mstari, mnasikia Biblia katika Yakobo ule mlango wa 3 wa 4, anasema mkaribieni Mungu. Tamba moja, hebu sema hivi. Nini huwa anachora grafu hapa, anasema mkaribieni Mungu. Haleluya! Kwa kadiri jinsi unavyomkaribia Mungu, ukimtii, ukimwelekea, ukimpenda, ukimwishia, ukimwabudu na kumtumikia kwa nguvu ile, jinsi unavyoendelea kumkaribia Mungu, ndivyo unavyokuwa na mamlaka. Jina la Yesu linakuwa na mamlaka ya utendaji, ya kufanya vitu na kufungua. Kwa kadiri ambavyo uhusiano wako na Mungu unakuwa baridi. Tuombe moja. Hebu sema baridi. Haleluya. Baridi. Kuja kanisani hapa mpaka upigiwe simu. Tuombe moja. Au unakuja mara moja kwa mwezi. Tuombe moja. Maombi yako ni ya dakika 5. Wengine hapa maombi yamekauka. Na kama maombi yamekauka asubuhi ya leo, na mwambie Mungu, naomba niinue tena. Haleluya. Yamekauka, huwezi kuomba. Maombi yamekauka. Unaona umekauka tu na mmoja. Ukiomba unajua kabisa maombi haya yanaishia hapa juu kwenye dari. Unajua kabisa yameishia kwenye dari. Unafikiri unaweza kupambana na mapepo? Unapambana na jina la Yesu. Hao watu walikuwa wamejaa Roho Mtakatifu, walikuwa na mahusiano na Mungu, walimjua Mungu anayemtumikia. Kwa hiyo nguvu ya jina la Yesu ilitenda kazi katika maisha yao. Sema amen. Mbona sioni unapungia mkono? Haleluya. Kwa hiyo nguvu ya jina la Yesu inategemeana mahusiano yako ya kila siku kwa siku. Tunamtegemea mtu huyu, ni mtu wa maombi, ni mtu wa neno, ni mtu wa ushuhuda, ni mtu ambaye hapendi kujichafua, ni mtu ambaye anadumu katika neno la Mungu, ni mtu ambaye hachoki katika kumtafuta Mungu, ni mtu wa ibada, ni mwaminifu, ni mtii, anampenda Yesu. Haleluya. Anampenda Yesu, analipenda kanisa. Jina la Yesu litakuwa na mamlaka. Huhitaji mara nyingine unasema utakuna unaleta hapa shuhuda kwamba tulikokwenda kule kwenye mikutano wetu tumeomba, tumeona jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mungu amekitutetea. Kwa hiyo uhusiano wetu na Mungu ndio unaoleta nguvu katika kutenda kazi. Kikubwa kabisa ni sisi kujikabidhi mikononi mwa Mungu siku zote. Jina hili
litatenda kazi. Katika Wafilipi, tunamalizia Wafilipi mlango wa 4 mstari wa 6. Mstari hii tumesoma mara nyingi. Ule mstari wa 6 anasema hivi: ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kuwa sawa na Mungu kwa kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo ule mstari wa 9, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lipitalo jina kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lifanye nini? Kila goti lifanye nini? Kila goti lifanye nini? Lipigwe. Mbona sisikii? Kila goti lifanye nini? Kila goti lifanye nini? Kila goti lifanye nini? Na kila ulimi ufanye nini? Ukiri kwamba Yesu ni nini? Ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Haleluya. Amekirimiwa Yesu baada ya kufa na kufufuka. Amekirimiwa jina linalopita majina yote, ili katika kila jina kila goti lipigwe. Pepo apige magoti, magonjwa yapige magoti, roho chafu zipige magoti, mazingira yapate magoti, kwa sababu kila jina la Yesu Kristo kuna mamlaka ya yado. Na kila ulimi, haleluya. Hebu sema kila ulimi, haleluya. Kila ulimi. Uwe wa dini ile kubwa, dini ndogo, dini za kienyeji, kule nyumbani dini za babu yako, zote zikiri, haleluya. Ziseme Yesu ni Bwana, haleluya. Yesu ni Bwana, haleluya. Haleluya, haleluya. Hebu punga mkono, hebu punga mkono. Punga mkono kwa ajili ya jina la Yesu Kristo. Hebu simama hapo ulipo. Simama hapo ulipo, simama hapo ulipo. Haleluya.